Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Licha ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba hajashiriki katika mashambulizi dhidi ya Iran, lakini mashambulizi yaliyofanywa na Israel dhidi ya Iran, kwa mujibu wa mwandishi wa habari mkongwe nchini Marekani Tucker Carlson, amemlaumu Donald Trump na kusema kwamba Trump ameshiriki kikamilifu katika mashambulizi hayo, hasa katika maeneo yenye nyuklia ya Iran. Uungaji mkono wa rais wa Marekani Donald Trump kwa mashambulizi ya Israel nchini Iran unaweza kuzusha vita vya kila namna katika Mashariki ya Kati, mwandishi wa habari wa Marekani Tucker Carlson ameonya. Mapema Ijumaa asubuhi, ndege za IDF zilishambulia maeneo ya nyuklia na kijeshi kote Iran na kusababisha Tehran kulipiza kisasi kwa msururu wa ndege zisizokuwa na rubani na makombora ya balistiki kulenga miji ya Israel, kuongezeka na kutishia mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ambayo Trump alifufua mapema mwaka huu. Lakini kimsingi, kwa mujibu wa Tucker Carlson, anasema kwamba Donald Trump anakwepa kile alichokifanya, lakini ni wazi Trump ameshiriki kikamilifu katika kuishambulia Iran, hasa katika miundombinu yake ya nyuklia. Mpango wa rais wa Marekani Donald Trump ni kutaka Iran isiwe kabisa na mifumo ya nyuklia, lakini pia kutokana na kile kilichoelezwa na Urusi kwamba itahakikisha inalinda mifumo hiyo ya nyuklia, rais Donald Trump ameona njia pekee ni kuishambulia kabisa, huku akiondoa wanajeshi wake katika baadhi ya maeneo pamoja na baadhi ya raia katika baadhi ya maeneo ambayo yana kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika kile alichokitaja kama jarida lake la mwisho kabla ya vita vya pande zote, Carlson, mshirika mkuu wa Trump wakati wa uchaguzi wa mwaka 2024, amesema kuwa Marekani ilishiriki vema katika mashambulizi haya, ingawa jeshi la Marekani halijafanya shambulio hilo miaka ya ufadhili na kutuma silaha kwa Israel ambayo Donald Trump alijisifu kupitia ukurasa wake wa Truth Social. Bila shaka aliweka Marekani katikati ya matukio ya jana usiku, Carlson aliandika, akimaanisha kwamba mashambulizi yaliyofanywa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Washington ilijua mashambulizi haya yangetokea. Hata hivyo hawakutaka kuizuia Israel, lakini kumbukwe kwamba ndege zilizotumika kufanya mashambulizi haya ni za wa Marekani. Ndege za F-35 na baadhi ya makombora mengine yaliyotumiwa na Israel yametoka nchini Marekani. Ni rais Donald Trump ambaye amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, na wakati anautangazia umma kwamba amemkataza asifanye mashambulizi, hili halina ukweli wowote. Yeye anafahamu vema na amekiri kabisa kwamba alijua kwamba Israel itaishambulia Iran, na kupitia ukurasa wake wa Truth Social ameeleza kwamba amefurahishwa na kitendo hicho. Hii inamaanisha Donald Trump ameshiriki kikamilifu kuishambulia Iran. Walisaidia Israel kuteketeza miundombinu ya nyuklia nchini Iran. Wanasiasa wanaodai kuwa Marekani kwanza hawawezi sasa kugeuka na kusema hawakuwa na uhusiano wowote na jambo hilo, aliongeza. Kuongezeka kwa kasi ambayo haijawahi kutokea kati ya Israel na Iran ni kwamba wakati huu kumekuwa na mashambulizi dhidi ya pande zote mbili. Katika chapisho kwenye ukurasa wake wa X, Carlson alidai kwamba mgawanyiko wa kweli sio kati ya wafuasi wa Israel na Iran, lakini kati ya wapenda vita na wapenda amani. Wakati wizara ya mambo ya nje ya Marekani ikikanusha kuhusika na mashambulizi hayo, Trump alithibitisha kuwa alikuwa anafahamu awali juu ya operesheni ya Israel na alisifu mashambulizi hayo kuwa ni bora zaidi. Alilaumu Iran kwa uhasama huo na kuishutumu kwa kukataa kukubali masharti ya makubaliano yake ya nyuklia yaliyopendekezwa. Akihutubia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mjumbe wa Iran Amir Said Iravani alisema Marekani na washirika wengine wa Israel watawajibika kikamilifu kwa matokeo ya hatua za Israel kuishambulia Iran katika miundombinu yake ya nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.